ya msingi. Niombe uvumilivu tu kwamba kama kuna mtu angeona kwa nini hicho wasingeacha, hicho kipengele wasingekiacha, hatuachi kipengele kwa sababu ni ibada yake ya mwisho, lazima tumtendee haki ndugu yetu. Nahitaji nisome maneno ya Mungu kwa ufupi kuhusu kifo, halafu kiongozi ataendelea na ratiba zingine. Tutakuwa na utambulisho, tufahamiane. Kuna watu wamekuja na marehemu kutoka Dar es Salaam, watatusalimia, tuwatambue akina nani, lakini wakati huu naomba nikuletee maneno ya Mungu. Kitabu cha Ayubu sura ya 14, tutasoma mstari wa kwanza. Mwanadamu aliyezaliwa na mwanamke, siku zake za kuishi si nyingi, naye hujaa taabu. Mstari wa pili. Yeye huchanua kama vile ua, kisha hukatwa, hukimbia kama kivuli, wala hakai kamwe. Mstari wa tano. Kwa kuwa siku zake zimeamriwa, hesabu ya miezi yake unayo wewe, nawe umemwekea mipaka yake asiyoweza kuivuka. Yesu asifiwe. Na hili ndilo neno la Bwana. Maisha ya mwanadamu, mtumishi wa Mungu kwenye kitabu cha Ayubu anasema mwanadamu yeyote aliyezaliwa na mwanamke, kwa kumaanisha kwamba hayupo mwanadamu ambaye hakuzaliwa na mwanamke. Siku zake za kuishi sio nyingi, lakini hizo chache sio salama, zimejaa taabu. Ndani ya hizo siku chache kuna vitu vingi